kiti cha enzi cha Mungu inazungumza nini? Inazungumza kuokoa wanadamu, inazungumza msamaha wa dhambi kwa wanadamu. Hiyo damu ya Yesu, nikakwambia kwamba damu hii ni ya ajabu, kwa sababu cha kwanza imeleta nguvu ya kuabudu. Wale maserafi, makerubi, wale wazee 24 wakamwabudu Mungu Yesu katika miguu yake. Na Mungu ameruhusu, nikamwambia Mungu ameweka kwenye kiti cha enzi pale, ameruhusu Yesu aabudiwe. La sivyo angewaambia malaika msimsujudie nani? Yesu. Lakini Mungu anatazama kitendo kile. Baada ya Yesu kuchukua kile kitabu cha mihuri 7, anakifungua, maserafi na wazee 24 wakapiga goti na kusujudu chini ya mwanakondoo. Mungu akiwa yuko pale, nikwambia ya kwamba damu ya Yesu Kristo ilifanya hilo tukio la kuabudisha wale wote kwenye kiti cha enzi pale, ikaleta nguvu hiyo hiyo ya kiibada kwa mwanadamu. Na hiyo damu ya Yesu inayofanya upatanisho huo ina uwezo wa kufanya zaidi ya hayo. Nikasema inaponya, inatakasa pia. Haleluya. Ndio maombi, nilianzia maombi hapo kama nakumbuka. Nikaanzia maombi hapo kwa watu, nikasema sasa kwa damu hii ya Yesu yenye kibali mbinguni, ina uwezo kufanya hayo, sasa ije ifanye kwako wewe mwenye ugonjwa wowote. Ndio tukaanzia maombi hapo. Nilisema Yesu Kristo ndiye mwanakondoo wa Mungu achukuaye dhambi ya ulimwengu. Nikasema Yohana bin Zakaria au Yohana Mbatizaji, yeye ndiye alimwona Yesu kwa namna mbili, lakini mojawapo alimwona Yesu kama mwanakondoo wa Mungu achukuaye dhambi ya ulimwengu. Ile Yohana 1:29, kwamba anawaambia tazama mwanakondoo wa Mungu achukuaye dhambi ya ulimwengu. Kwa alimwona Yesu kama mwanakondoo pia wa Mungu. Hakumwona mwana wa Mungu peke yake, mtu wa miujiza na maajabu, hapana. Alimwona pia kwa upande ambao wengine hawakumuona nao. Kwa nini Yohana Mungu anafunulia mambo haya? Kwa sababu Yohana alikuwa lazima atangulie kutengeneza njia ya Bwana na mapito yake yote, ili Yesu akija apite humo. Yohana akapewa ujumbe gani? Ujumbe wa toba kwa ondoleo la dhambi kwa njia ya ubatizo wa maji mengi. Yohana akawa ni mjumbe wa toba ya ondoleo la dhambi kwa njia ya ubatizo wa maji mengi. Kwa Yohana akaanza kubatiza watu kwa ajili ya toba. Yesu alipokuja akaanzia pale kwenye ondoleo la dhambi, akawaambia sasa sikilizeni, tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa Mungu upatikana kwa nini? Kwa nguvu, nao wenye nguvu ndio wauteka. Akaanza kuwaambia kwamba Yohana amenitangulia mbele yangu, lakini bado mimi ni mkuu kwa Yohana, ni mkuu kwa Solomoni au Sulemani, ni mkuu kwa wakina Ibrahimu, wote tunawafahamu, mimi ni mkuu kwao. Yesu alitambulisha kwao. Yohana huyu aliyefunuliwa kuhusu Yesu akaanza kueleza Yesu ni nani, na Mungu akampa ufunuo mkubwa sana. Hata baada ya kumbatiza Yesu, akipanda kwenye maji Yesu, mbingu zikafunuka, Roho wa Mungu akaja juu yake kama njiwa, akakaa juu ya bega la Yesu, na sauti kutoka mbinguni ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye, msikieni yeye. Unaona, Mungu anamtambulisha Yesu Kristo mbele ya wale wanafunzi wa Yohana. Kumbuka waliomfuata Yohana kubatizwa na Yohana, wote walimheshimu Yohana na kumwamini Yohana. Wakawa wanapata ile taarifa kutoka wapi? Kwa Mungu mwenyewe, kwamba huyu ndiye mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa na yeye, msikieni yeye. Yaani Mungu taarifa anayoleta pale, anawahamisha Wayahudi waliomwamini Yohana, anawahamishia kwa Yesu. Halo, tuko pamoja? Nisikilize, nafundisha vitu vya msingi na vya ufunuo mkubwa sana ambao lazima uelewe, ili baadaye uwe mtu ambaye anatembea akiwa anajua ni nani. Utembee ukiwa unajua umeokoka wewe ni nani. Wewe ni nani sasa?
ndio ninakoelekea huko. Kwa hiyo Mungu anamtambulisha Yesu kwa wanafunzi wa nani? Wa Yohana. Nilikwambia siku ile, miongoni mwa mitume wa Yesu wengi walikuwa wanafunzi wa Yohana Mbatizaji. Andrea mtu mmoja wapo, Nathanieli ni mmoja wapo. Hao ni miongoni walikuwa wanafunzi wa Yohana kabisa. Kwa sauti inapotoka mbinguni inamtambulisha Yesu pale. Yohana anamtambulisha kwa watu, lakini watu kama wanadamu wasingeelewa kirahisi. Mungu mwenyewe akaamua kusema kwa sauti kutoka kwenye wingu, ili wanaosikiliza pale wanamwamini Yohana wahamishie imani yao kwa Masia ambaye ni Yesu Kristo. Sasa naanza kuingia sehemu ngumu. Naingia sehemu ngumu sasa. Nilikuambia wakati wa Pasaka ya kwanza ya Wayahudi, Pasaka hii ambayo ilifanyika kule Misri kwa ajili ya Wayahudi kutoka wapi? Utumwani. Pasaka ile Mungu aliwaamuru wachinje wanakondoo wa chini ya umri wa mwaka mmoja, sababu kondoo wa chini ya umri huo hajaanza kupanda, dume. Wakikosa kondoo wachukue mwanambuzi wa umri huo huo asiye na mawaa wala hira. Mawaa na hira ilikuwa ni kitu gani? Mawaa ni najisi yoyote, maana yake akiwa ameshapanda anakuwa na unajisi, akiwa hajapanda anakuwa hana unajisi. Na dosari yoyote mwilini mwake ilikuwa ashukuliwe kondoo yote ambaye ana mabaranga au ugonjwa wa ngozi. Huyo alikuwa hafai. Kwa nini? Kwa sadaka. Halo, naingia sehemu ngumu. Nimesema naingia sehemu ngumu. Naomba mtu mwenye ufahamu timamu atulie vizuri, aelewe. Ukishika na kufundisha hapa utapona, na utakuwa Mkristo wa kweli na Mkristo mwenye nguvu, anayejua yuko wapi, anafanya nini, na Yesu kwake ni nani. Naendelea. Kwa kondoo wale hawakutakiwa kuwa na dosari ya aina yoyote ili awe kondoo wa sadaka ya Pasaka. Na Mungu akawaambia itakuwa ni sikukuu ya milele na milele kwenye vizazi vyenu vyote. Hao ni Wayahudi wakapewa hiyo. Sasa kwa Yesu Kristo, sikiliza, Agano la Kale ni kivuli cha Agano Jipya. Mambo ya Agano la Kale yalifanyika kwa mfano kwa ajili ya Agano Jipya. Agano Jipya ni utimilifu wa yale ambayo yalipunguka kwenye Agano la Kale. Ndio maana Yesu akawaambia Wayahudi, nimekuja kutimiliza Torati. Sikuja kuitangua, yani kuiondoa kabisa, hapana. Nimekuja kutimiliza. Neno hili linamaanisha nini? Manake mapungufu yaliyoko kule nimekuja kuyajazia. Sasa angalia utimilifu wa Agano Jipya unavyofanya kazi. Yesu Kristo ndiyo akaja kwanza kwa habari ya ukombozi kama mwanakondoo wa Mungu achukuaye dhambi ya ulimwengu. Na tulisoma maandiko siku ile, tuliangalia maandiko vizuri tukayasoma. Sasa nataka nikuonyesha kitu. Wakati wa Agano la Kale, Mungu alipomwambia Musa wakichagua kondoo au wanambuzi kwa ajili ya sadaka yoyote, hata nje ya Pasaka, kwamba wachague aliye safi wa umri wa mwaka mmoja, awe dume na asiwe na madosari yoyote mwilini mwake, ndiye kondoo atakayepita kuwa wa sadaka. Tulia vizuri kwa makini, tulia kwa makini sana. Kuna mara nataka nikaingia kusoma hapo nataka mtu mwenye ufahamu timamu atulie akili. Sasa huyo kondoo awe timamu kwa namna hiyo, asiwe na makosa yoyote, ndiye apite kwenda kuwa wa sadaka. Hao kondoo kwa akija sehemu ya kwenda kuchunguzwa, kuna sehemu wanawekwa kondoo wale, wawe 7 wanawekwa pale, wanachujwa, wanapatikana 3, wanapelekwa mbele tena, wanachujwa, wanapatikana 2, wanapelekwa mbele tena. Pale 2 ndio anachaguliwa huyu, alafu mmoja mwenye makosa anabaki. Anaingia kwenye sadaka ni yule aliye timamu,
aliye na haki, aliye sahihi. Kwa usifikiri Yesu alihukumiwa sababu ana makosa, kwa sababu ya haki alionayo. Ngoja muone. Sasa inakuwaje hii, inakuwaje? Hapana. Watumishi wa zamu yao wakati wa Yesu walichunguza maandiko ya Torati na manabii. Wale makuhani, msione wajinga. Wengi wanawalaumu wale makuhani. Hawa makuhani walikuwa makatili, watu wa ajabu sana, wanakubali Yesu atateswe, apigwe, na wao ni wakuu wa dini. Hawa wajinga. No, sikiliza nikwambie. Myahudi ni mtu hatari. Wayahudi wale ni Mungu aliwachagua wale watu. Akasema watakuwa watoto wake wazaliwa wa kwanza, taifa teule la pekee mbele za nani? Za Mungu. Hawa jamaa kimsingi wakizaliwa tu wenyewe ni makuhani tayari, Wayahudi. Bila habari ya kusema Yesu naomba niokoe damu ya Yesu, futa huko, andika huko. Wale jamaa tayari wao ni makuhani moja kwa moja tayari. Asa kule kwao wale makuhani wa zamu waliochaguliwa mkuu makuhani wanasoma vitabu, wanaangalia majira na zile nyakati ya kila neno ambalo Mungu ameliamuru litokee, litendeke wakati fulani. Wao wanafuatilia kile kitu waone ni nani anahusika hapa. Hili jambo kwa wakati huu linafanywaje kazi? Sikia nikwambie kitu, tulia kwa makini sana utaelewa. Wale wazee wa Israeli na makuhani sio kwamba walimhukumu Yesu hawakujua Yesu ni mwenye haki. Walijua. Ndio maana kuna wakati waliwaambia watu hivyo, wakaambia sikizeni, kwani nyinyi hamjui? Wanawaambia kwani nyinyi hamjui inapaswa mtu mmoja mwenye haki auawe kwa ajili ya wengine waokolewe? Wanaongea jamaa kama vile kinyemera hivi. Wanaambia unajua, sikiza, lazima mwenye haki mmoja afe ili kuokoa taifa zima. Wanamlenga nani pale? Wanamlenga Yesu katikati yao. Wanashika bango kwa Pilato, unajua huyo mhukumu muue, huyo auawe. Sio kama eti ana makosa, walikuwa wanamaanisha kama anajua huyu jamaa ana haki kweli. Na maandiko tunayopitia tunaona sasa huyu jamaa anatakiwa ndio aende msalabani. Sio kama makuhani hawakumwamini Yesu. Ukitaka kujua walimwamini, angalia matendo aliyoyafanya. Ni wao wanashinikiza Yesu aende wapi? Msalabani. Swali linakuja, unafikiri ilikuwa wanampeleka msalabani ili aweje? Awaokoe? Walijua kwamba lazima aende kama sadaka. Walijua. Ngoja tusome maandiko kwanza, afu nikueleweshe vizuri. Nifungulie Mathayo 26 anza nayo. Fungua 26 Mathayo 26 fungua. Anzia mstari wa 57. Nao waliomkamata Yesu wakampeleka kwa Kayafa. Kwa Kayafa. Sikia vizuri. Hapa Yesu anakamatwa sasa mara ya kwanza. Mambo ya msalabani yanaanzia hapa. Moja kwa moja kwa nani? Kwa Kayafa. Twende. Kuhani mkuu. Nani huyo jamani? Anapelekewa nani? Kuhani mkuu. Ni kiongozi wa dini huyu. Kweli si kweli? Au mnajua au hamjui? Ni kiongozi wa dini, kuhani mkuu wa zamu, Kayafa. Ndiye ambaye anapelekewa Yesu mbele yake. Yaani kumkamata tu papu cha kwanza kwa kuhani mkuu. Kwa nini? Ngoja nikwambie, wale jamaa wana ufahamu mkubwa sana. Kuna mambo umeyasoma kwenye maandiko, umeyafuatilia, wanataka kuchunguza kwa usahihi, huyu ndiye yeye. Soma. Walikokuwa wamekutanika waandishi na wazee. Unasikia? Walikuwa pale waandishi na wazee. Sasa naomba uelewe na maana yangu kukuambia kidogo kidogo. Waandishi walikuwa ni waandishi wanaoandika mambo ya sheria, mambo ya kila kitu kwa ajili ya Israeli. Wale wazee sio maana ya kwamba wamezeeka wako hivi, wametembea hivi. Wazee ni wale waheshimiwa wanaoheshimika ndani ya mahekalu na masinagogi. Ni watu ambao wamesoma, wana elimu ya kitabu cha Tora au Torati. Wanaelewa elimu hiyo. Kwa hiyo wako pale kutengeneza ushahidi wa kimaandiko.
Ndio maana Yesu alikuwa akihukumiwa, anahukumiwa kimaandiko. Mtu wa Mungu alikuwa hukumiwi kinyemera kimaandiko. Unaona jamaa, hata Pilato hakuwa Myahudi, Herode hakuwa Myahudi, wale walikuwa ni watawala wa Kirumi. Walikuwa wanaangalia Wayahudi wanasemaje, makuhani mnasema nini, wazee mnasemaje, wao wanawahoji mnasemaje. Kwa hiyo wale wanamwambia kwa mujibu wa sheria yetu, kwa mujibu wa torati yetu, huyo amestahili akauawe. Soma Biblia, soma twende. Na Petro akamfuata kwa mbali mpaka behewa ya kuhani mkuu. Akaingia ndani, akaketi pamoja na watumishi auone mwisho. Basi wakuu wa makuhani na baraza yote wakatafuta ushuhuda wa uongo juu ya Yesu, ndio wapate kumuua. Unasikia? Yaani wakasema huyu jamaa ana haki, ni kabisa ana haki, jinsi ya kumwenda kumpeleka auawe kwa sheria, sababu Warumi wanatawala Israeli, Warumi wakati huo. Sasa Warumi watamuuaje huyu bila makosa? Tutengeneze kosa ambalo litaonekana kosa hata Warumi atakubaliana nalo ili huyu afe. Lakini kumbuka, wanampeleka wakijua hana nini, hana makosa, ni mwenye haki, ni kondoo mwenye haki, asiye na hatia, lazima awe sadaka. Na Mungu alishaweka hilo kwamba Yesu atakuwa kondoo wa sadaka kukomboa nani? Wanadamu. Mission ya Mungu iko pale pale, na makuhani walifanya kazi ya Mungu kwa sehemu yao. Biblia kama ni sio mchezo. Soma alafu wasione, ingawa walitokea mashahidi wa uongo wengi. Unaona, matafuta makosa wakawa wahaoni ya kufanya. Bwana, nani anaweza kuwa shahidi hapa wa uongo utengeneze? Wakatokea jamaa, watu hawakosekanaji, mtu mama, hawakosekani. Endelea. Hata baadaye wawili wakatokea wakasema, huyu alisema naweza kulivunja hekalu la Mungu na kulijenga kwa siku 3. Ndio. Kisha kuhani mkuu akasimama akamwambia, jibu neno. Au jibu neno. Hawa wanakushuhudia nini? Lakini Yesu akanyamaza. Ndio. Kuhani mkuu akamwambia, ninakuapisha kwa Mungu aliye hai. Unasikia? Kama alikuwa aamini Yesu ni mwana wa Mungu, ni mtumishi wa Mungu, kwa nini anamwambia nakuapisha kwa Mungu aliye hai? Walijua akisema hilo neno tu Yesu atazungumza kitu. Sikia alisemaje? Utuambie kama wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu. Wanaomba wajue kuapisha kwa Mungu aliye hai. Wewe je, ndiye Kristo mwana wa Mungu aliye hai? Alafu Yesu akamwambia, wewe umesema. Wewe umesema tayari. Jamaa yake ulichosema ndio hicho. Sikia anasemaje kuhani? Lakini nawaambieni, tangu sasa mtamuona mwana wa Adamu ameketi mkono wa kuume wa nguvu, akija juu ya mawingu ya mbinguni. Ndio. Ndipo kuhani mkuu akararua mavazi yake akasema amekufuru. Unasikia kwamba yani wewe utoke mbinguni ukakae na Mungu hivi? Huyu hapa amefikia level ya kufanya ya kukufuru jamaa. Hakutaka level hiyo. Walijua level ya Kristo ni ile tu ataokoa taifa basi. Lakini habari akakae na Mungu kwenye mkono wa kuume wa Mungu Baba, hii hapana. Alafu atoke kule, hii amekufuru, akachukua vazi akachana kwamba amekufuru. Nisikize, yote hayo yanafanyika kutengeneza kitu hiki kimoja. Yesu aende wapi? Msalabani. Endelea. Akavua mavazi yake akasema amekufuru. Mna haja gani tena ya mashahidi? Ndiyo. Tazameni sasa mmesikia hiyo kufuru yake. Mwaonaje ninyi? Wakajibu wakasema imempasa kuuawa. Unasikia? Target ile iko pale pale, lazima auawe. Ndipo wakamtemea mate ya uso, wakampiga makonde, wengine wakampiga makofi, wakisema, ewe Kristo, tufumbulie ni nani aliyekupiga. Basi tuache tu hapo. Haya kupigwa na kupigwa makofi na nani, hayo achana nayo, sababu hayo ilikuwa ni kipimo cha kuajua, je, ni kweli nabii anatuona? Wanamfumba macho namna hii, wanafunga kitambaa usoni, afu mtu anapiga bonge ya kibao cha ukisogoni, afu anamtoa, wanaambia nani kakupiga kofi? Watu walivyo ajabu. Na yeye Yesu akiinua macho hivi akiangalia, asemi ni yule, lakini macho yake yanampointi mtu moja kwa moja.
Hilo uliyempiga mwenyewe unaona huyu jamaa ameniona. Bwana hajanitaja lakini macho yake ameshani. Yaani hajakwambia ndio wewe lakini ile kuinua macho tu hivi ameshakwambia ni wewe tayari. Wakamwogopa. Nenda Mathayo 27. Sogea mbele kidogo. 27. Mathayo 27, enda mstari ule anzia mstari wa 11. Soma huo. Naye Yesu akasimama mbele ya liwali. Liwali akamuuliza. Liwali maana yake mkuu wa mkoa. Sasa hapa ngoja uone. Wameanza na kwa kuhani mkuu Kayafa. Haleluya. Mashtaka Yesu yameanzia kwa wakuu wa dini. Halo. Nimekwambia nia ya wakuu wa dini ni kuchunguza zile haki za Yesu Kristo wapate kujua pa kuanzia. Hapa sasa kwa mkuu wa mkoa wameanza serikali ihusike. Na serikali iliyokuwa inatawala miaka ile duniani pamoja na Israeli ni ya Kirumi. Sasa umempeleka kwa mkuu wa mkoa, sasa imeanza kesi ya kiserikali. Kwa hiyo wakawa washirikiana na serikali na watu wa dini kwa ajili ya Yesu. Baadaye nitakwambia maana yake nini baadaye. Soma halafu. Wewe ndiwe mfalme wa Wayahudi? Yesu akamwambia, wewe unasema. Mkuu wa mkoa anamwambia wewe mfalme wa Wayahudi, anamwambia wewe ndio umesema. Halafu. Lakini aliposhtakiwa na wakuu wa makuhani na wazee hakujibu hata neno. Unasikia? Endelea. Ndipo Pilato akamwambia, husikii ni mambo mangapi wanayokushuhudia? Ndio. Asimjibu hata neno moja. Hata liwali akastaajabu sana. Ndio. Basi wakati wa sikukuu, liwali desturi yake huwafungulia mkutano mfungwa mmoja waliyemtaka. Unasikia? Mkuu wa mkoa kila sikukuu ikitokea lazima afungulie mfungwa huyu wanayemtaka wao, kwamba tunamtoa huyu kwa ajili ya sikukuu. Msione mambo yanafanyika serikalini leo duniani. Marais wanasema kwenye sherehe hizi za mwaka huu na ruhusu wafungwa 5,000 watolewe. Haijaanza leo. Mambo yote Biblia yameanzia wapi? Kwenye Biblia. Yote yalikuwepo miaka ile. Kwa hiyo anawaambia siku ya sikukuu sheria iko hivi, lazima atoe fungwa huyu mmoja gerezani. Twende kazi. Halafu basi palikuwa na mfungwa mashuhuri siku zile aitwaye Baraba. Basi walipokutanika Pilato akawaambia, mnataka niwafungulie yupi? Sikiliza vizuri kwa makini. Wakati anapohoji maswali haya Pilato, yeye kama Pilato ambaye ni mkuu wa mkoa haoni kosa juu ya nani? Ya Yesu. Kwa hiyo hapa anaandaa mazingira kwamba kuna mfungwa mwingine yuko ndani. Huyu hapa. Na wanajua Wayahudi wote kama huyu jamaa ni jambazi, ni muuaji, ameua watu. Mnyang'anyi maana yake mjambazi. Sasa wanajua akiwaambia Wayahudi wamtoe huyu jamaa watakataa. Alafu anaangalia Yesu si mwenye haki. Nikiwaambia nimtoe huyu watakataa, watamtaka Yesu labda atoke. Lakini kinyume chake ni kwamba nini? Wale makuhani wakaongoza jopo zima na wale wazee wakasema wakaambia watu, sikizeni, msikubali atolewe Yesu. Mwambieni hivi, tunataka atolewe Baraba, yaani yule muuaji ndio atoke nje. Nitakwambia kitu baada. Soma tu afu utakwambia. Basi walipokutanika Pilato akawaambia, mnataka niwafungulie yupi? Yule Baraba au Yesu aitwaye Kristo? Kwa maana alijua ya kuwa wamemtoa kwa husuda. Unasikia? Anajua hawa jamaa wamemleta huyu mtu ni husuda tu, wala sio kweli. Huyu jamaa ana makosa. Endelea. Na alipokuwa ameketi juu ya kiti cha hukumu, mkewe alimpelekea mjumbe. Mke wa jamaa akamwambia, bwana sikia, nimekuja kukupa ujumbe. Alimwambiaje? Na kumwambia, usiwe na neno lolote na yule mwenye haki. Yaani yule jamaa ana haki kweli. Usimfanye chochote, jitoe, ndio maana yake. Kwa sababu nimeteswa mengi leo katika ndoto kwa ajili yake. Unasikia? Usiku wa leo nimeteseka sana kwa ajili ya huyu mtu. Maana yake Mungu amenionya sana. Wewe ni Mrumi, usihusike na damu ya huyu mtu. Usitoe hukumu yote mbaya kuhusu huyu mtu, ndio maana yake. Anamuonya mume wake, baba nao mikono, waachie issue ni yao wenyewe. Wewe ni Mrumi, haikuhusu, waachie issue, huu muziki ni wa kwao. Ndio maana yake. Endelea. Halafu nao wakuu wa makuhani na wazee
wakawashawishi makutano. Sikiza vizuri kwa makini. Wakuu wa makuhani na wazee ni watu wa dini. Halo, viongozi wa dini ndio nakueleza hapa, wa dini ya Kiyahudi, kama uelewi, ndio wanashawishi makutano. Yaani hao viongozi wa dini wasingeshawishi, hii mission isingekamilika. Hawa lazima ndio wahusike kumuuza Yesu atolewe msalabani, auawe. Nimekuambia tangu mwanzoni, swala hili kiimani Wayahudi wale wa makuhani na wale wazee walikuwa wanalifahamu kabisa. Walijua Yesu lazima afe msalabani, na namna ya kufa pale msalabani wao ndio watengeneze na washinikize litokee. Bila kushinikiza halitokei. Kwa ndio wasema wakaanza kushawishi makutano. Soma. Nao wakuu wa makuhani na wazee wakawashawishi makutano ili wamtake Baraba. Unasikia? Na kumwangamiza Yesu. Sasa sikia. Kwa nini pointi hiyo nimetaka isomwe hapo pointi hiyo? Wanamtaka Baraba muuaji. Sikia vizuri. Ndiyo atolewe. Yesu mwenye haki ndiyo akauawe. Sasa sikia vizuri nikwambie mtu wa Mungu. Nimekwambia makuhani na wazee walifahamu Torati. Walisoma vitabu vya manabii. Walisoma vitabu vyote wanavijua Mungu anataka nini. Na wao walimchunguza Yesu wakajua ni nani. Japokuwa hawakuweza kukiri mbele ya nani? Mbele ya jamii na makutano. Lakini wao kimaandiko walijua huyu ndiye yeye. Hila waliambiana tusikiri mbele ya watu. Maana ukikiri mbele ya watu tatengwa na sinagogi, tatengwa utakuja watu mtenge. Wakawa wanafahamu. Ndio maana nasema watu jamani sikizeni, chagueni yule muuaji ndio atolewe. Huyu Yesu mwenye haki akauawe. Sikia, watu wengine walijua tu ni kawaida kwamba wanamchukia. Lakini ngoja niwaambie siri watu wa Mungu. Halo. Ngoja niwaambie siri dunia muelewe. Ya kwamba makuhani na wazee walikuwa nafahamu kabisa typical kwamba lazima Yesu mwenye haki ndiyo akauawe, damu yake iwe ya msamaha. Walijua. Kwa nini? Maandiko yaliongoza wazi. Walikuwa wanasoma maandiko. Maandiko yaliongea nini? Yaliongea hivi: kondoo wa sadaka ya Pasaka lazima awe mume wa mwaka mmoja, asiye na hila wala mawaa, awe safi. Awe safi. Na mtu atakayekomboa dunia nzima kwa damu yake lazima awe safi, hana mawaa, hana dhambi, hana hila, ndiye atakayeenda msalabani. Hawa wazee na makuhani wanalijua hilo. Wasingekubali Baraba aende msalabani. Ilikuwa hamna kitu. Hamna kitu. Wale wezi pale msalabani walipigwa wawili. Kuna Yesu. Damu zao hazina kazi mpaka leo. Haziokoi mtu mpaka leo. Damu ya Yesu pekee inafanya nini? Inaokoa. Kwa hiyo Baraba akawa ni kondoo mwenye dosari. Baraba akawa ni kondoo mwenye nini? Dosari. Aliyefeli qualifications za kwenda msalabani kwa sababu ana dosari. Nimekuambia walikuwa wanapeleka kondoo wawili. Mmoja ambaye ana dosari anatolewa, anapelekwa mwenye asiye na dosari aende kwa sadaka. Ndivyo ilivyo. Pilato anafanya jambo hili kisiasa. Hajui kwamba lipo kiroho. Anawaambia hivi, maana nia ya Pilato ni siasa, amtoe Yesu, anamwona hana hatia. Lakini kiroho ilikuwa yuko sawa kwamba lazima mwenye hatia atoke na asiye na hatia aende kuuawa. Kondoo aliyekuwa hafai, ana mabalanga, magonjwa ya ngozi, ana hila ama ameshapanda tayari, hakuruhusiwa kuwa sadaka. Ndiyo maana unaona anasema niwatolee nani kati ya ule muuaji Baraba au niwatolee Yesu aitwaye Kristo? Wakuu wa makuhani wakaanzisha kampeni kwa makutano na wazee, wakasema jamani, msimtake Baraba, mtakeni Yesu aitwaye Kristo ndio afe. Nilikwambia tangu mwanzoni, wakuu wa makuhani walikuwa wanafahamu maandiko, na wale wazee wote walifahamu maandiko. Walichunguza wakajua huyu anapaswa kuwa sadaka. Mnalaumu bure tu jamaa makatili. No,
ni mission ya Mungu mwenyewe, alifanya wale waelewe, alafu wamtoe Yesu kuwa sadaka. Si ndio? Yesu aliomba Getsemani mara 3, anaambia Mungu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, lakini angalia Mungu mpango wake huko pale pale. Yesu aende wapi? Msalabani. Kwa hiyo nani atatimiza hili jambo? Wakuu wa makuhani watahusika. Sikiliza, kondoo wa sadaka kuanzia ya Pasaka aliidhinishwa na kuhani mkuu. Kuhani ndio alikuwa anapitisha kondoo gani ayo wa sadaka, ndio anachunguza. Mpaka leo napoongea na wewe hivi, Wayahudi sadaka zao zote ni kuhani anaziangalia, apitishe hii ni sawa, isiyo sawa. Ndio maana waliposhawishi watu wamkatae Baraba wamtake Yesu, mimi nimewaelewa, walikuwa sawa kwamba mwenye haki ni Yesu, damu yake itaokoa watu wengi na dhambi zao. Sikia nikwambie kitu, ilibidi Yesu aende msalabani kwa sababu mwenye haki. Yeye ni kondoo aliyetimilika, ni kondoo aliyetimamu, hakuwa na hila wala makosa. Ndiye anayetakiwa kwenda wapi? Msalabani, awe sadaka kwa ajili ya nini? Ya dhambi ya wengi. Na kila kondoo ni kuhani alipitisha, huyu atolewe kwa sadaka, huyu hapana. Ndio maana wale makuhani na wale wazee wote wakashawishi watu, msikubali Baraba atolewe, Baraba aende aachiwe huru, Yesu aitoe Kristo aende kuuawa. Makuhani makutano nao wakaanza kupiga sauti kwa nguvu. Soma, ikawaje kazi hapo? Basi liwali akajibu akawaambia, mnataka niwafungulie yupi kati ya hawa wawili? Mrudi tena juu, endelea. Haya, wakasema Baraba. Pilato akawaambia, basi nimtendeje Yesu aitwaye Kristo? Ndio. Wakasema wote, asulubiwe. Akasema, ndio. Kwa nini? Kwa nini? Ni ubaya gani aliyoutenda? Unaona, anatafuta kosa liko wapi. Yaani huyu jamaa haoni kosa, na huyu jamaa ni Mrumi, hajui sheria za Kiyahudi kwamba kuna mtu atakaye uawe awe mwenye haki. Yeye anatafuta kosa ndio amuue. Sasa kosa alioni, ila hao wanajua kwamba lazima aende msalabani mwenye haki. Wanapishana, hao wako kiroho wazee, huyu jamaa yuko kimwili. Kwa hiyo wakawa waelewani. Endelea kusoma. Alafu wakazidi sana kupiga kelele wakisema, wakasemaje? Na asulubiwe, na asulubiwe. Basi Pilato alipoona ya kuwa hafai lolote, bali ghasia inazidi tu, unaona, akatoa maji, akanawa mikono yake mbele ya mkutano, akasema, mimi sina hatia katika damu ya mtu huyu. Unaona, mwenye haki. Anajitoa pale. Halafu yaangalieni haya ninyi wenyewe. Ndio. Watu wote wakajibu wakisema, wakasemaje? Damu yake na iwe juu yetu na juu ya watoto wetu. Ndipo akawafungulia Baraba, na baada ya kumpiga Yesu mijeledi akamtoa ili asulubiwe. Unaona? Asema nimeona mtu ana haki, nikiangalia makosa siyaoni makosa. Kwa kweli damu yake mimi isinihusu. Wakasema usio na hilo jambo, usio na shida nalo hata kidogo. Sisi iwe damu hiyo juu yetu na watoto wetu. Wanaomba hivyo ni Wayahudi ambao wanaongozwa na makuhani na wazee. Mkombe wazee ni watu wa baraza wanaoamua mambo kupitia sheria ya Torati. Wote hao wanasema iwe hivyo, damu ya huyo jamaa iwe juu yetu sisi, watoto wetu na uzao wetu. Wewe hamna shida, sisi. Walikuwa wanaongea kwa akili timamu. Usidhani kama walikuwa wanabahatisha, walikuwa wanaongea ambacho wanakijua. Waliongea ambacho wanakifahamu. Hawakwenda kichwa wa jamaa. Walipitia maandiko wakayatazama, wakajua. Angalia hata majira ya kuzaliwa Yesu, wao walikuwa wanaangalia. Herode Yesu anazaliwa, akaenda kuuliza nani? Makuhani. Akauliza kwao habari, aone Kristo anazaliwa wapi kimaandiko. Wakamwambia ni wapi? Bethlehemu ya Uyahudi, mji wa Daudi. Akapata uhakika. Akamwambia mamajusi, sasa sikizeni, shikeni njia ni hii ya kwenda Uyahudi, uko Bethlehemu. Mkimuona mpite tena mnitaarifu yuko sehemu gani, ili akamuue.
Lakini kwanza aliposikia habari za Yesu kuzaliwa, aliita nani? Wazee na makuhani wampe uhakika kimaandiko, kweli Kristo azaliwa Bethlehemu, mji wa Daudi. Wakampa ushahidi nani? Makuhani. Ndio akamwambia majusi, wataalamu wa nyota, njia ni hii ya Bethlehemu. Mkimuona mkimpa zawadi, mpite tena kwangu na mimi nikatoe sadaka mbele yake. Kumbe akamuue. Ndio hivyo ilivyo mtu wa Mungu. Hata hawa nao hivyo hivyo. Makuhani na wazee walikuwa wanafahamu kitu kizima kitendekeje, na Yesu ndiye akaenda msalabani. Kwa lazima wamtoe figisu zengwe, lakini lazima sadaka awe huyu Baraba. Na jina Baraba unajua maana yake? Baraba maana yake ni mwana wa baba, ndio maana yake Kiswahili chepesi. Baraba, mwana wa baba. Kwa Baraba ni mwana wa baba, Baraba ndio maana yake. Hiyo ni Kiyahudi, Baraba, hii ni Kiyahudi. Aba ni baba. Halo. Hey. Unaona hicho kitu? Kwa hiyo Yesu akawa sadaka ya ukombozi kwa sababu ya haki alionayo. Isaya anasema adhabu ya amani yetu, ili tupate amani, adhabu alipata yeye adhabu. Ili tuwe huru, yeye alipigwa. Ili tupone, akapigwa yeye. Alipopigwa yeye, tukawa na amani na kupona. Ndiyo. Na kila kondoo wa sadaka alipochinjwa, akawa sadaka kuteketezwa, alisababisha watu wengine waokolewe huko. Ndivyo Yesu naye akafanya hivyo. Kwa njia ya yeye, wengine wote wanapata msamaha wa dhambi bure. Kwa hiyo ninyi mnaokuja na kumwamini Yesu Kristo, nikupe siri. Jambo la kusema tu Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, maana yake ni umekubali awe mwanakondoo kwako. Ili kusudi, maana nisikie, hakuna dawa yoyote ya kusafisha makosa ya mtu. Haipo. Bali damu ya Yesu peke yake. Na ulikuwa uwezi enda kuabudu Mungu bila kuwa na kondoo wa sadaka ya dhambi. Ilikuwa lazima ipatikane. Sadaka ya dhambi unatakaswa wewe kwanza. Kuhani pia naye anajitakasa pia na yeye. Ndio mambo ya ibada yaendelee. Sasa kipindi zamani hizi inakuwaje? Ukikiri Yesu ni Mwokozi na Bwana wa maisha yako, maana yake umekubali Yesu awe sadaka ya ukombozi mbele za Mungu kwa ajili yako wewe. Maana yake, Baba, nimekuja kwako, mimi nimekiri sadaka uliyoitoa ya mwanakondoo wako, nimeikubali. Kwa damu hiyo nimekuja nayo mbele zako. Kwa hiyo Mungu akiangalia, anatazama kwenye kiti cha enzi, anaona damu ya nani? Ya Yesu. Sio ya kwako, ya Yesu ndio anayoiona. Akiiona damu ya Yesu, anagundua haina hatia. Inasema nimemwokoa huyu, nimemtakasa huyu, na yeye nimemnunua na yeye miongoni mwa watu walio wenye makosa. Kwa hiyo Baba, sikia msamaha wa huyu, mrehemu huyu kama nilivyosema. Ndio maana akiwa msalabani Yesu anasema, Baba, uwasamehe maana wajui walitendalo. Wale Warumi hawakujua wanachokifanya. Wao walikuwa wanachoma tu kuki, piga. Lakini Wayahudi walijua. Anaambia Baba, wasamehe hao maana wajui walitendalo. Wao wanaona ni kawaida. Matusi, wanamtuka matusi. Wewe mjinga, wewe si nini, wewe uliokoa wengine, jiokoe na wewe hapo juu. Wewe Bwana wa Mungu, wewe jiokoe tuone. Hasa Baba, wasamehe ili wanafanya wajui. Akatamka huruma. Hakutamka laana pale msalabani. Akatamka rehema kwa wale watu waliomtesa na kumuudhi. Maana yeye alijua alichokifanya, anafanyia kazi kitu gani. Ila wale hawakujua. Walibeba amri ya watu. Damu yake Yesu ndio mpaka leo hii inazungumza msamaha. Itakoma baada ya unyakuo. Unyakuo kitokea tu, unyakuo kitokea pap, damu ya Yesu inakoma kufanya kazi. Roho wa Mungu anakoma kufanya kazi.
biashara imeisha. Neno la Mungu linakuwa halina uhai tena, linabaki likiwa tupu. Bible mtaziona, Biblia zitakuwepo, maandiko yatakuwepo, lakini hana power. Unabaki wokovu wa kupigania maisha yako wewe mwenyewe. Hauna msaada wa Roho Mtakatifu, hauna msaada wa damu ya Yesu, haipo juu yako tena. Unabaki mwenyewe, unapambana maisha mwenyewe, kupambana kwa ajili ya wokovu wako. Ndio maana nakwambia ole wako utakayebaki. Ni gharama moja mbaya sana, usikubali kubaki. Kwa damu ile inatangaza msamaha. Ukimkiri tu Yesu ni Mwokozi, na laiti watu wangejua. Nataka niongee na watu vizuri. Laiti watu wangejua. Kuna wengine wanaokoka lakini hawajui vizuri sana ili swala. Kwa hiyo bado wanateseka, hawajui. Na nisikize nikwambie kitu. Mungu ni Mungu wa ajabu sana. Sema Mungu wa ajabu, sema mtu Mungu wa ajabu. Yuko hivi, Mungu kitu hujakielewa huwa kulazimishi kwanza mpaka uelewe. Anasema Yesu kwamba mtaifahamu kweli kweli tamani nini? Itawaweka huru. Yaani kwenye kufahamu ndio mtapata uhuru. Kama hujafahamu uhuru hauwezi kuwepo. Ndio maana naona watu wengi wanasema Yesu ni Bwana na Mwokozi, wameokoka, lakini wengine hawajapata uhuru mpaka leo. Kwa nini unajua? Kwa sababu hawajafahamu huo wokovu umepataje, ukoje, una nguvu gani. Kwamba sasa hivi wewe ni nani? Mtu haelewi. Na Mungu hataki mtu anayebahatisha hivi, hataki, anataka mtu ambaye anajua. Ukiwaambia watu Yesu ni Bwana na Mwokozi, wewe unafahamu unazungumza nini. Sasa kuna watu ambao katika maisha yao mpaka leo hii, na amesema ameokoka, anasema ni Mkristo, lakini angalia anateswa na nguvu za mizimu. Anateswa na roho za uchawi. Kwa nini? Kwa sababu huyu mtu hajafahamu kweli ikamweka huru. Ukijua kweli mtu wa Mungu inakuweka huru. Hakuna kitu kitakutesa. Kweli ni nini? Sikia ilivyo, iko hivi. Damu ya Yesu ni sadaka ya kuondoa dhambi na makosa maishani mwetu. Sisi wote kama wanadamu tulifanya dhambi kwa asili na dhambi za kutenda. Dhambi za asili ni za kwa Adamu. Dhambi za kutenda ni zile ambazo wewe mwenyewe unazifanya. Sasa unakuwa mtu wa hivyo. Ukimpata Yesu Kristo, maana yake siwezi kujitoa, sasa natafuta sadaka ya kujitoa. Yesu huyu hapa. Ukishampata Yesu, maana yake ni nini sasa? Maana yake ni kwamba damu yake inakuja kukununua wewe. Wapi? Kwa shetani. Inakununuaje? Inaenda kuwasema huyu mtu amekuja kwangu, amejisalimisha, amekuwa mtumwa wako miaka ya kutosha, sasa nimemleta kwangu. Damu inaongea. Na shetani hawezi kuzuia. Maana hana damu yoyote ya kupinga damu ya nani? Ya Yesu. Hana. Hata amwage kondoo 1000 ngapi, hailingani na damu ya nani? Ya Yesu Kristo. Kwa nini? Hii damu ya Yesu sio mchezo kamanda. Usione eti kwamba damu hii imeruhusiwa kukaa mbinguni. Iko pale kwenye mbingu ya Mungu. Ni damu pekee, ni damu ya pekee tu iliyo kwenye kiti cha enzi cha Mungu. Ni damu pekee. Haiko nyingine yoyote, damu pekee. Hii damu sio damu ya mtu wa Mungu. Sio damu ya chochote hii. Mnafahamu damu ya nani? Mnajua damu ya nani? Ya Mungu mwenyewe. Utaniambia Mungu ni roho na damu gani? Ni kweli. Ni kweli tunachosema. Lakini sikia. Mungu alivaa mwili ili akomboe watu wenye mwili. Damu yake ikawa salama. Hata Bikira Mariamu hakuchanganyika damu yake na Yesu tumboni. Ndio maana DNA ya Yesu haikusoma kwa Mariamu wala kwa Yusufu. Ingawaji amekaa ndani ya tumbo la Bikira Maria, lakini hakuna cha Mariamu chochote kilichoingia kwa Yesu. Utaelewa tu. Ndio maana Mariamu akawa bikira kwanza ili awe safi, asiwe ameguswa. 2, hakuruhusiwa kunywa kilevi chochote Mariamu, kuepusha kuingiza unajisi
ndani ya mwana wa Mungu tumboni. 3, tabia zote za Yesu Kristo hazikuwa sawasawa na za mwanadamu wa kawaida. Ndio naona ya kwamba hakuna kitu alikirithi kwa Mariamu. Matendo yake yanayofanya yote Yesu aliyafanya sawasawa na mbingu ilisema nini? Ilifanya kitu gani? Ndio Yesu akayafanya hayo. Ngoja uone, nifungulie Matendo 20:28 mstari ili uone damu hii ni ya nani. Matendo ya Mitume 20:28, nisome hiyo chapu. Jitunzeni nafsi zenu, jitunzeni nafsi zenu, na lile kundi lote nalo, watu waliokoka, ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa mwangalizi ndani yake, ndani ya hilo kundi, mpate kulilisha kanisa lake Mungu. Nani? Mungu. Alilofanyaje? Alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Rudia kipengele hicho tena. Alilolisha. Alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Anzia kipengele cha kwanza, kanisa lake nani? Anzia kwenye ambalo Roho Mtakatifu ameweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa lake Mungu. Unaona, kanisa ni watu, sio majengo, sio matofali. Maanake ni nyinyi watu, mualishe watu ambao kanisa la Mungu. Kwa ajili gani? Kwa ajili gani? Alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Mmesikia vizuri? Damu ya nani inasema hapo? Damu ya Mungu. Damu ya Mungu. Soma tena, watu hawajasikia. Damu ya nani inasema hapo? Ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa lake Mungu, ndio alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Damu ya nani nasema hapo? Sasa unaogopa nini? Usiogope, sema tu ilivyoandikwa. Damu yake. Ndio maana damu hii, watu wa Mungu, msiogope. Ndio maana damu hii iko mbinguni pale, kiti cha enzi. Damu hii iko pale, watu wa Mungu. Tulisoma maandiko juzi, ile Ufunuo 5, na mliona pale mwana kondoo wa Mungu kana kwamba amechinjwa. Maana damu inafanya itiririka ta. Angalia akiwa msalabani pale juu, licha ya misumari kwenye mikono na miguuni, lakini angalia walimvisha taji ya nini? Unajua maana yake ni nini? Mambo ni mengi sana. Jambo la kwanza, walisema huyu ni mfalme wa Wayahudi. Mfalme lazima avae taji. Wakamtwanga taji lakini ya miba ili wamtese. Lakini wao hawakujua miba ile ilimchoma, ikatirisha damu. Fuvu la Yesu likamwaga nini? Damu. Ndio maana mwokovu wa ukweli ana akili timamu. Maandiko yanasema ya kwamba alituokoa akatupa akili. Wengi hawajui kwamba tumepewa akili kweli kweli. Akili ya mtu aliyeokoka sio ya kawaida. Watu wanasema wao ni wajinga hawa, hawana akili hawa. Sio hawana akili, wamewazidi nyinyi akili. Wanachokifahamu waliookoka ninyi hamkijui. Na mtakiona mpaka mmeingia. Watukana walokole, sema walokole wajinga wale. Yanalialia tu majinga, hayana akili. Mimi nilikuwa nawaita hivyo. Lakini kumbe mimi nilikuwa sina akili na ni mjinga. Angalia, baada ya kuingia ndani ya Yesu nikasema mimi nilikuwa tahira. Mimi nilikuwa tahira, sio hawa. Nilisema wale wajinga, kumbe wajinga alikuwa sio wao, ni mimi. Mtu aliyeokoka anapewa akili ya ajabu sana. Anachofunuliwa sio unachofunuliwa wewe. Anachoona wewe uweze kukiona. Nje ya Yesu maono ya mbinguni huwezi kuyapata. Nikiwa katika dini yetu nilikuwa nayo, maono ya mbinguni nilikuwa sijai kuyaona, nilikuwa sijajui. Naona mazinga ombo tulikuwa siwaelewi hata tukisema kitu gani. Lakini ndani ya Yesu ndio nikaona hivi kumbe mambo haya ni kweli. Hivi kumbe hiki kitu ni cha kweli.
Kumbe kweli Yesu yupo. Hivi kumbe mambo haya ni nashangaa, kumbe ni kweli. Mtu wa dini mwambie nimeona eti maono, nikaona mbingu sivyo, vipi hao? Hawana akili, wamechanganyikiwa hao. Hakuelewi. Sasa usimlaumu. Ni kwa sababu hana akili hiyo. Hajamkubali Yesu Kristo aliyevikwa taji ya miiba wapi? Kichwani. Kwa sababu kwenye hapa ndio kuna akili, maarifa, ufahamu huko kichwani. Kwa Yesu alikomboa mwanadamu mzima. Angalia, nakupa tu in summary. Misumari kwenye miguu ya Yesu ni kwa ajili gani? Ya kwanza, kukomboa miguu ya mwanadamu iliyopata laana baada ya dhambi ya Adamu, kwamba ateseke, aishi maisha ya taabu. Miguu yake kombolewe, utawala wake ukombolewe, umiliki wake ukombolewe, awe juu ya nguvu zote za shetani. Maandiko yanasemaje? Mtakanyaga nyoka na, unaona manake muwe juu. Kwa hiyo miguu ikombolewe, lazima mkanyage nyoka na nge kupitia damu ya wapi? Ya misumari ya Yesu miguuni. Kama hujampata Yesu huwezi kutawala, ndio maana yake. Huwezi kumiliki, ndio maana yake. Sababu gani? Hauna damu inayokusemea miguuni mwako. Kwa hiyo damu ya misumari ya Yesu kwenye miguu inakusemea wewe miguu yako kwamba haitarogeka tena. Wakichota unyayo hauchoteki, wakinuiza haunuiziki. Kwa nini? Damu ya Yesu inanena miguuni mwako. Wokovu ni ufahamu, wokovu ni maarifa ya Mungu mbinguni, wokovu ni msimamo na msingi imara, wokovu ni ushindi wa kweli na hakika, wokovu ni ufalme wa Mungu kuja duniani, wokovu ni heshima ya Mungu kumheshimu mwanadamu aliyemkubali. Haleluya! Huo ndio wokovu. Sasa sikiliza, misumari kwenye mikono ya Yesu ni nini? Nia ya kwanza, nami nitabariki kazi ya nini? Ya mikono yenu. Hiyo jambo la kwanza, ili mikono yetu ikishika kitu kibarikiwe, ikifanya jambo liwe limeheshimika, mambo yote yawe salama, utajiri na heshima kwenye mkono wa kushoto. Kwa lazima mikono yako ikombolewe. Damu ya Yesu inahusika na hilo. Kazi yangu hailipi, mambo yangu hayaendi vizuri. Sikia, una maarifa, rudi kwa damu ya Yesu kwenye mikono yake. Nafanya kazi ya mikono yangu. Bwana amesema ya kwamba utabariki kazi ya mikono yangu. Kazi ya mikono yangu barikiwaje? Kwa damu ya Yesu Kristo iliyotoka wapi? Kwenye viganja vyake mikono. Hiyo damu sio fashion. Hiyo damu ina maana ya kutoa nuksi, ya kutoa uchawi. Mikono yako ukiinua mbele za Bwana hivi, manake Mungu anaona msamaha, upendeleo, ushindi, kibali, heshima. Anaona mambo mazuri, kubarikiwa. Mikono yako inapaswa kuwa ya baraka, sio mauti. Mikono isiyo na mauti, iwe mikono yenye kuzalisha, mikono ya maongezeko, mikono inayochanua, mikono inayozalisha. Na kuambia ukweli, hakika yake, jipatanishe na damu ya Yesu ya mikononi mwake, utaona matokeo halisi na chanya kuanzia leo. Sikutani mtu wa Mungu, sikutani. Ngoja nikwambie wewe, sikiza bwana mtu wa Mungu, mambo haya ni ya Mungu. Hii imani ni ya kweli na hakika. Jiamini, usiogope. Una biashara yako, una kazi yako, semesha mikono yako kwamba sikia, Yesu Mwokozi wangu ameniokoa. Damu yake ya mikononi mwake ije kwenye mikono yangu, ifanye kazi ya kubariki kazi ya mikono yangu. Mambo yangu, biashara yangu inayoishika mikono yangu ibarikiwe. Kama ni kitu gani kibarikiwe, kama duka libarikiwe, kila kitu kishikwacho kwa mikono yako, damu ya Yesu ya mikononi mwake ifanye kazi hiyo, na utaona maajabu. Tuko hapa na wafundisha ukweli, tuko hapa, matokeo utayaona mtu wa Mungu. Ngoja nikwambie, matokeo halisi lazima yawepo. Sababu gani? Umefahamu kweli, na hiyo kweli imekuweka huru. Mungu ameweka maarifa. Wokovu ni ufahamu kabisa kabisa. Bwana Mungu anyang'anyi, akulazimishi, anataka mpaka uelewe ndio afanye kazi na wewe. Yamkini uko unaelewa. Maana umeelewa saa hizi, umeelewa, biashara yako ifuate. Si kazi gani ifuate? Mikono yangu isemeshe. Usikae kimya, ongea. Damu ya Yesu inaongea mpaka leo, inazungumza mema. Na wewe ongea, damu ya Yesu isikie unasema kitu gani.
ili ije ifanyie kazi. Namba 2, akasema mtaweka mikono juu ya nani? Ya wagonjwa na watapata afya. Mikono yako iweke uzima kwa watu wengine. Ukiwekea mtu mkono apate uzima, si augue magonjwa. Ukimwekea mkono anatakiwa afunguke, abarikiwe, apokee uzima, uponyaji. Nasema naongea kwa summary tu. Sijamaliza hayo mambo, ni mengi. Taji kichwani nishakwambia tayari. Inaweka akili, ufahamu kufungua, maarifa kuongezeka. Mambo ambayo ulikuwa umefungwa kiufahamu, ndio damu ya Yesu ya kichwani inafanya nini? Inakurudishia ufahamu, inaweka ufahamu wa kimbingu, maarifa sahihi, mambo yote ya kujua Mungu yako kwenye ufahamu. Mijeredi kwenye mwili wake mzima, alipigwa mwili mzima wa Yesu, ilipigwa mijeredi mwili mzima. Haleluya. Kila pahali mijeredi ya mwili ipigwa yote. Kwa nini? Ili kusudi mtu apate kupona. Jambo la kwanza anasemaje? Isaya 53:5 inasemaje? Nisome hiyo andiko. Isaya mstari wa 5, nisome. Inasemaje? Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu. Sikia vizuri kwa makini. Alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake. Na kwa kupiga kwake sisi tumepona. Rudia tena. Na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Mara ya 3 rudia tena. Na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Umeona kitu hapo? Umeona kitu? Wao walimpiga tu, inawezekana walikuwa wafahamu au Warumi hawajui kitu. Warumi wale maskari wa kiume walikuwa wanapiga kama muuaji, wanapiga kama mtu mwizi, wanapiga makofi, piga mijeledi, piga, wanajua wanapiga kama wanamkomesha fulani. Kumbe anapigwa wanaomfuata wapone. Unaona unachokiona mimi wewe? Unaona? Kuna kitu unaona hapo wewe?